ya mtu, tunahubiri ule ukweli ambao Mungu anauachilia. Na mpaka mwisho wa kipindi hiki naamini kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza. Karibu sana, unaweza kumkaribisha jirani yako, rafiki yako, na ubarikiwe sana. Sasa leo ningependa ni kufundisha somo linaitwa kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba. Kama unaandika itakuwa baraka sana. Na kama pengine unahitaji namba ya mchungaji, namba yangu ni 0655 134 105. Haleluya. Amen. Jina langu naitwa mchungaji Frank Bwenge, chini ya kanisa la RGCM makao makuu ni Goba Center, Dar es Salaam, chini ya baba yetu Askofu Daniel Joshua. Unaweza ukatufuatilia pia kupitia kingamzi cha Azam RGCM TV kwenye Azaz, lakini pia tupo Instagram, Thread, TikTok, Facebook na mitandao mingine. Unaweza ukatupata huko kwa jina la RGC Ministry. Lakini pia kama una ndugu kwenye mikoa mingine, tunapatikana kwenye njia zingine, kwa mfano YouTube kupitia channel inaitwa RGC Ministry. Karibu sana. Somo la leo ni kazi ya msalaba. Cha kwanza ambacho ningependa ujifunze, mpenzi msikilizaji, ni kwamba msalaba ni matokeo ya anguko la Eden. Kama kusingekuwa na anguko katika bustani ya Eden, basi tusingehitaji msalaba. Unapoona msalaba, kitu cha kwanza unaona matokeo ya kile ambacho kilitokea katika bustani ya Eden. Haleluya. Amen. Ukisoma ile Warumi 5:12 ni wazi utagundua kwamba kitu ambacho kinaonyeshwa katika msalaba ni rehema za Mungu, ni msamaha wa Mungu, ni upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Baada ya Adam na Eva kumwasi Mungu, kutenda dhambi, yani kutii kile ambacho Mungu aliwaelekeza, kilichofuata ni nini? Kilichofuata ni kwamba adui shetani alipata nguvu, kwa sababu nguvu za shetani ni dhambi. Yoyote anayeishi katika dhambi yuko chini ya shetani. Amen. Huwezi ukawa na nguvu katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili ikiwa unaishi katika dhambi. Unless otherwise umeamua kuwa na urafiki na shetani. Kilichotokea katika bustani ya Eden ni dhambi kuingia ulimwenguni. Maana yake ni nini? Msalaba ni dawa ambayo sasa inakuja kutibu hili tatizo la dhambi. Na anayetibiwa ni yule peke yake ambaye atakubali kuamini msalaba. Na huwezi ukazungumzia msalaba nje ya kulitaja jina la Yesu. Haleluya. Amen. Warumi 5:12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Haleluya. Amen. Tunajifunza kitu kimoja hapa, kwamba dhambi ambayo ilifanywa katika bustani ya Eden kupitia mtu mmoja iliingia katika dunia yote. Na hiyo utaijuaje? Baada ya Adam na Eva kuwa wametenda dhambi, dhambi haikuishia hapo. Tunamuona tena Kaini ambaye ni mtoto wa Adamu anafanya dhambi ya mauaji. Tukiendelea huko tunaona kuna Sodoma na Gomora. Tukiendelea huko tunaona kunafika wakati watu wanaanza ushoga na usagaji. Dhambi inazidi kuwa na umaarufu. Kwa sababu gani? Moja ya tabia ya dhambi ni kwamba dhambi huambukizwa. Haleluya. Dhambi huambukizwa. Dhambi iliyoingia kupitia Adam tunaona inasambaa ulimwengu mzima. Haleluya. Amen. Sasa dhambi, andika, dhambi ndio mzizi wa matatizo yote duniani. Dhambi ndio mzizi wa matatizo yote duniani. Maisha ambayo naishi sasa hivi ni tafsiri ya kiwango fulani cha dhambi, mtoto wa Mungu. Unaona watu wanauana, unaona watu wanalogana, unaona watu wanateswa na kujichua, watu wanateseka na mambo ya ndoa,
watu wanateseka na kupata watoto. Haya yote mzizi wake ni dhambi. Tumeona hapa wazi maandiko yanasema, na kwa dhambi hiyo mauti. Maana yake ni nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa tunapozungumzia mauti, hatuongelei kufa tu katika mwili. Adam na Eva waliambiwa wakila tunda la kati watakufa, lakini ukweli ni kwamba hawakufa katika mwili, walikufa rohoni. Yaani maana yake hawakuwa na uhusiano na Mungu. Yule Mungu ambaye walikuwa wanasema naye, wanazungumza naye. Tunaona dhambi ilivyozidi kuongezeka duniani, watu ilifika wakati wakaacha kumsikia Mungu. Dhambi ni kizuizi cha kumsikia Mungu. Usije ukadanganywa na mtu kwamba Mungu haongei. Sio kweli. Kuna dhambi, ukiweza kuishinda hiyo dhambi utamsikia. Kwa sababu dhambi ni kama pamba kwenye masikio. Dhambi ni kama pamba kwenye masikio. Watu wengi ambao wamsikii Mungu ni watu ambao dhambi bado ina nguvu kwenye maisha yao. Kuna aina ya maisha wanaishi ambayo yanafanya Mungu kuwe na ugumu kusema nao. Sasa ukweli ni kwamba sio kwamba Mungu asemi nao, lakini hata akisema, kwa sababu wanapamba, hawawezi wakamsikia. Haleluya, amen. Dhambi ndio mzizi wa matatizo yote duniani. Sasa mtoto wa Mungu, dawa ya dhambi ni nini? Ni msalaba. Kama uko na mwenzio hapo, mwambie ni msalaba. Na msalaba ni kupitia nani? Yesu Kristo. Hakuna namna utaishinda dhambi kama hujakubali kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi. Hakuna mwanadamu anaweza kuishinda dhambi. Ndio maana watu wengi wanateswa na kujichua, wanateswa, kila ndoa inavunjika. Haya matatizo yote nimekwambia chanzo chake ni dhambi. Ukitaka shortcut ya kuyashinda, lazima umpokee Yesu ambaye ni dawa ya hiyo dhambi. Maana yake ni nini? Yoyote ambaye hajamwamini Yesu yuko chini ya mauti, yaani yuko chini ya dhambi. Haleluya, amen. Unaweza ukasema ndani ya moyo wako, unaweza ukasema maneno haya: Bwana Yesu, wewe ndio dawa ya dhambi. Wewe ndio dawa. Ninaomba nikujue leo, nikuelewe leo, katika jina la Yesu. Amen, amen. Sasa mtoto wa Mungu, nataka ujue kwanza maana ya jina Yesu ni nini. Maana ya jina Yesu ni nini? Ukisoma Mathayo 1:21 inasema, Mathayo 1:21 inasema, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Haleluya. Maana yake ni nini? Yesu ndio tiba ya dhambi. Jina lake tu linamaanisha yule atakayewaokoa watu na dhambi. Maana yake ni nini? Hiyo dhambi hutaishinda ikiwa hujalikubali jina la Yesu kama Bwana, sio namna nyingine. Kama Bwana, akiwa Bwana wako, maana yake utamtii, utaishi mafundisho, utaishi yale ambayo anataka uishi. Akikwambia usizini, hautazini. Haleluya. Akisema fanya hiki, utatii. Huwezi ukasema unamwamini Yesu ambaye kwenye maisha yako umuoni kama Bwana, umuoni kama mwana wa Mungu. Huyo Yesu bado hujamwamini na huwezi ukaona matokeo. Haleluya. Kuna watu wanaenda makanisani lakini bado hawajamwamini. Mtoto wa Mungu, nataka ujue neno moja siku ya leo: yoyote ambaye hajamwamini Yesu kama Bwana na kumwamini, hajamkiri kama Bwana na kumwamini moyoni mwake kuwa alikufa na kufufuka, ni tafsiri ya mtu ambaye yuko chini ya dhambi na chini ya mauti. Kwa maana nyingine, moto wa milele una uhalali na yeye. Maana yake huyu ni mtu ambaye katika kiyama hana namna anaweza kaukwepa moto wa milele. Huu ni moto ambao hautazimika. Huu ni moto ambao utawaka milele. Nataka nikwambie, mwanadamu hafi, kwa maana roho yake haifi. Umilele unaweza ukawa kwenye uzima au kwenye mauti. Umilele maana yake ni nini? Unaweza ukawa kwenye furaha na Mungu
milele yote au kawa motoni milele yote. Mtoto wa Mungu, nimekuletea injili na kipindi chetu kinaitwa Nguvu ya Injili ya Kristo, ili uelewe ukweli huu. Kama dhambi iliingia kupitia Adamu, nataka nikuulize swali. Je, kuna njia ipi unaweza ukaitumia kushinda dhambi? Na nina uhakika hiyo njia umejaribu kuifanya, hujawahi kushinda. Kuna watu wanasumbuliwa na kujichua, wanaangalia picha za uchi, wamejaribu kwa njia zao, hawajawahi kushinda. Pengine unanisikiliza, unamhitaji Yesu. Pengine kuna dhambi ya uzinzi. Kila mwanamke, una wanawake 4, lakini bado unataka kuongeza 5. Nataka nikwambie, hautaishinda hiyo dhambi kwa sababu una michakato fulani, una mipango, unajaribu kusema ninaacha kuanzia leo. Hautaishinda kama hujamwamini Yesu. Njia pekee ya kushinda dhambi ni kumwamini Yesu. Alafu baada ya kuishinda dhambi kuna mchakato unapitishwa. Kuna mchakato sasa wa kumwamini, wa kuishi maisha ya imani, ambayo kupitia hayo Mungu lazima atakujaribu kuona imani yako. Mtoto wa Mungu, leo ni wito wa Mungu. Wewe ambaye kuna dhambi na kutesa, kuna vitu utamani kuvifanya, unamhitaji Yesu. Umwamini kweli kweli na kumtii. Akiwa Bwana, utafanya yale ambayo anaelekeza. Okay, kama ndio kwanza unaungana nasi msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia namba za hapa studio ambazo ni 0718736958. Hii namba ndiyo namba mbadala ambayo inatumika siku ya leo kwa ajili ya kuwasiliana na wewe. Tutumie ujumbe wako mfupi, tuambie unatusikiliza ukiwa wapi, tuambie ni jinsi gani kipindi hiki kinakubariki. Lakini pia unaweza ukauliza swali lolote, kama unahitaji kumuuliza mtumishi wa Mungu, kama kuna sehemu hujaelewa ama kuna sehemu unahitaji ufafanuzi mzuri zaidi, basi unaweza ukauliza pia kupitia namba hizi zinazozitaja hapa studio, ambazo ni 0718736958, 0718736958. Hizo ndio namba za hapa studio tunazozitumia siku leo kwa ajili ya kuwasiliana na sisi. Tutumie ujumbe mfupi, tutakuja kusoma hapa baadaye. Ujumbe wako ni muhimu sana, tutumie sasa 0718736950. Haleluya. Karibu sana mpenzi msikilizaji wa Coconut FM 101.9. Mimi ni mchungaji Frank Bwenge, nipo na mwinjilisti Baraka Fortunatus. Na naomba sasa tusome andiko moja ambalo litakusaidia kunielewa taratibu. Cha kwanza, msalaba ni alama ya wokovu, na wokovu ni kitendo cha kuhamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza na kuingia ufalme wa nuru. Haleluya. Amen. Hakuna yoyote ambaye anaweza akaokoka nje ya Bwana Yesu. Hakuna yoyote ambaye anaweza kuokoka nje ya msalaba. Wakolosai 1:13 inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza. Wakolosai 1:13 inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Haleluya. Amen. Mtoto wa Mungu, hawa ambao wameokolewa kutoka kwenye ufalme wa giza wakaingizwa kwenye ufalme wa nuru ni wale walioamua kumwamini Yesu. Maandiko yanasema, jinsi hii Mungu aliupenda sana ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie, pigia mstari, kila amwaminie asipotee. Maana yake ni nini? Yoyote ambaye anashindwa kumwamini Yesu kama Bwana, anasema pengine ni mtume, pengine ni nabii, pengine alikuwa tu mwanadamu wa kawaida, ni tafsiri ya mtu ambaye amekataa kumwamini. Na maandiko yanaweka wazi, yoyote asiyemwamini anapotea. Sasa mtoto wa Mungu, leo nimekuja na habari hii njema kwa sababu Mungu anakupenda. Siko hapa kuhubiri dini yoyote, ndio maana hujasikia nikitaja dini yoyote. Haleluya. Sasa hakuna wokovu nje ya Bwana Yesu. Warumi 10:9, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana
na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Haleluya, amen. Kuna mambo mawili hapa. Cha kwanza ni kumkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na namba mbili ni kumwamini Yesu ili uweze kuokoka, ili moto wa milele usiwe sehemu ya maisha yako, ili uweze kuingia peponi. Lazima uzingatie mambo mawili kama mwanzo wa safari yako. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, cha kwanza lazima umkiri. Haleluya. Cha pili lazima umwamini moyoni mwako, sio mdomoni. Na lazima uamini kitu cha tatu, kuwa alikufa na kufufuka. Yoyote ambaye anaamini Yesu akufa, kwamba atakuja mara ya mwisho lakini hakufa, ni tafsiri ya mtu ambaye amekataa wokovu, amekataa msaada wa Mungu, amekataa kuingizwa katika ulimwengu wa nuru. Huyu amekataa kuingia katika uzima wa milele. Huyu anaendelea kuwa mtumwa wa dhambi. Huyu ni tafsiri ya mtu ambaye ataendelea kuteswa na tamaa, ataendelea kuangalia picha za uchi, ataendelea kwenda kwa waganga. Kwa sababu gani? Anafikiri anamwamini Yesu, lakini ana picha nyingine ya Yesu mwingine. Yesu ambaye hakufa si Yesu atakayekusaidia. Yesu ambaye hakufufuka si Yesu ambaye atakusaidia. Yesu yuko hai. Haleluya. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, sasa kama sitaokoka, labda ni nini hasa ambacho naweza kukutana nacho? Marko 16:16. Marko 16:16. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Haleluya, amen. Asiyeamini atahukumiwa. Lazima tujue kuna maisha baada ya kuwepo hapa duniani. Kuna maisha baada ya kuwepo hapa duniani. Lazima tujue, kwa sababu kuna watu wanajisahau, wanaishi na watu vibaya, wanawatukana, wana lugha chafu. Wanadhani kwamba maisha yanaishia hapa duniani. Hapana. Kuna maisha ya umilele baada ya kifo cha mwili. Nimekwambia kuna vifo vya aina tofauti. Kifo cha kwanza ni kifo cha mwili. Hiki ndicho unakufa hapa, wanazika. Sasa sio, haina maana haupo tena, roho yako haifi. Amen. Amen. Wewe ni roho yenye nafsi ndani ya mwili. Weka hiyo kichwani. Wewe ni roho yenye nafsi ndani ya mwili. Ndio maana kuwa makini sana, huo mwili usije ukawa sababu ya wewe kwenda motoni. Kuna watu wameruhusu miili yao iwatawale, kwa wanatawaliwa na tamaa, wanatawaliwa na uzinzi, yani mwili unawaendesha, na wanajaribu sasa kuukontrol mwili. Amen. Kwa hata sema ngoja niongeze mwanamke wa 6 labda nitaacha tamaa. Mwili huwezi ukaukontrol kwa namna ya kimwili. Mwili umeumbwa kwa ajili ya tamaa. Maandiko yanasema enendeni katika roho na tamaa za mwili mtazishinda. Kuenenda katika roho maana yake ni nini? Ni kuishi ndani ya Kristo, ni kumwamini huyu Yesu, ni kukaa ndani ya upendo wa Mungu ambaye ni Yesu mwenyewe. Haleluya. Amen. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Usije ukajisahau. Baada ya kifo cha mwili, mauti ya mwili, kuna kifo kingine. Amen. Sasa unaweza ukawa umekufa na unatembea kama Adamu na Eva. Hivi kinaitwa kifo cha kiroho. Manake pasta wanataka kusema ni sawasawa na wale watu ambao wameokoka bado wanaishi maisha ya dhambi, lakini wanasema wameokoka. Sasa kuna hao ambao wameokoka, kuna wale ambao wamekataa kuokoka. Hawa wote hawana tofauti. Ndio. Kwa sababu baada ya kuokoka alafu utaendelea kuishi kwenye dhambi, maana yake hauko ndani ya Yesu. Yoyote ambaye ana Yesu ndani yake na amemwamini, moja ya kitu anakishinda ni dhambi. Yaani ulikuwa unajichua, utaacha kujichua. Ulikuwa ni kahaba, unaacha ukahaba. Hiyo ndio tafsiri ya kuwa na Yesu. Yaani kuwa na Yesu ndani yako ni kuishinda dhambi. Sasa kuna watu wanajidanganya, wanasema wameokoka na wanaishi kwenye dhambi. Bado hujaokoka. Ndio. Ni swali zuri sana hilo, kwa sababu kuna watu wanaamini kuwa kanisani ni kuokoka.
Hapana. Yesu ambaye hajakushindia dhambi sio Yesu aliyekufa msalabani na kufufuka. Haleluya. Amen. Sasa nataka ujue kifo cha kwanza ni kifo cha kiroho. Yaani hiki hapa ni kwamba una mahusiano na Mungu. Na utajuaje umekufa kiroho? Haujawahi kumsikia Mungu. Amen. Na hata akisema ujui kama amesema. Utajuaje umekufa kiroho? Okay, kwenye swala la Mungu kusema na watu kidogo ni pana, lakini nataka nikwambie Mungu anasema na wanadamu. Kwenye ndoto Mungu anasema na watu. Ndio maana ulionyeshwa kuna kitu kitatokea na kikatokea. Yule alikuwa ni Mungu anakuambia, mwanangu, omba kinyume na jambo hili. Uliota shangazi amekufa na akafa, au kuonyeshwa tu ili uje useme kwa watu niliota. Alitaka Mungu baada ya kukupa hiyo taarifa uombe kisitokee. Amen. Kwa sababu ni mpango wa shetani. Haleluya. Kifo cha kwanza cha kiroho, kifo cha pili ni cha mwili. Hiki ndio tunakuzika chini. Amen. Kwa kuna watu wanatembea na wamekufa kwenye ulimwengu wa roho kwa sababu hawana muunganiko na Mungu. Hawa hawaogopi kutenda dhambi. Huyu anaiba na haimuumi. Huyu ana mke na anaongeza mchepuko na haimuumi. Huyu ni mtu aliyekufa lakini anaishi. Lakini kifo chake ni kifo cha kiroho. Hawa ni watu ambao wanatoa mimba na haiwaumi. Amen. Hawa kuna wakati wanafika kiwango wanaenda kwa mganga ili waloge mtu awapende. Hawa ni watu waliokufa, wanamhitaji Yesu ili wauishwe, wawe hai tena. Wanahitaji damu ya Yesu ili ile mauti ndani yao iweze kushindwa na kuondoka. Haleluya. Mtoto wa Mungu, kifo cha mwisho ni kifo cha ziwa la moto. Hiki ni kifo cha mauti ya pili. Hapa ndo haufi kama ambavyo unadhani, yani unakuwa kwenye moto milele, maumivu unayasikia, au unakuwa katika uwepo wa Mungu milele. Sasa kwa Mungu hatuendi kufanya ngono, watoto wa Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Yani unayofanya huku duniani usiku utayafanya mbinguni. Amen. Haya ya huku tunayafanya kwa sababu tuna hii miili yetu. Kule mbinguni una mwili huu tena, huo unaoza, utapewa mwili mwingine wa kiroho. Haleluya. Yawezekana ndo kwanza unaungana nasi. Hiki ni kipindi cha Nguvu ya Injili. Nguvu ya Injili inakufikia popote pale ulipo kupitia mawimbi ya 109 Coconut FM. Lakini pia we mwenyewe unaweza ukachangia chochote kile ambacho unatamani kuchangia kupitia namba tunazozitumia leo hapa studio. Usitume ujumbe wako mfupi kwenye namba zile zilizozoeleka za hapa studio, kwa sababu ujumbe wako tutauona. Fuata maelekezo yangu, tuma ujumbe wako mfupi kupitia namba ninazozitaja hapa ambazo ni 0718 736958 0718 7369. Naona mtangazaji anaelewa vizuri kabisa. Naamini hata msikilizaji pia kuna vitu unavipata vyema kabisa. Amina sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ningependa nimalizie sasa, kabla tujaenda kukuombea. Tunaamini leo tutaomba Mungu atusaidie. Amen. Msalaba ni ushindi dhidi ya dhambi. Anguko la Adamu katika bustani ya Eden ulikuwa ni mlango wa dhambi, na kupitia hilo ikaja mauti. Kwenye mauti hapa ndio unaona kuna kansa, kwa sababu kuna mauti ya mwili. Hii mauti ya mwili ipo maeneo gani? Hapa ndo watu wanaugua. Mungu hakuwa amepanga watu waugue wafe. Kwa Mungu alipoangalia namna sasa ya kurudisha uzima ili watu wasife kwa namna hiyo, akamtuma mwanae wa pekee, Bwana Yesu. Mauti ya mwili. Je, una magonjwa? Kuna pressure, una kisukari, miguu inawaka moto. Wengine mauti yao ni wapi? Hawana uzao, wanatafuta watoto. Ile ni mauti ambayo adui amefunga usiweze kuzaa, usipate mtoto. Haleluya. Haya yote ni matokeo ya dhambi. Sasa Yesu anakuja duniani ku sort out. Kwa nini matatizo bado yapo? Unaweza kuwa unajiuliza. Ni kwa sababu watu hawako serious na huyu Yesu. Anasema usizini, wewe kila siku unazini. Anasema usiibe, kila siku unaiba. Ni tafsiri ya mtu ambaye hujamwamini bado, sio Bwana wako. Nataka nikwambie kuokoka ni pale Yesu anapokuwa Bwana wako kwenye maisha yako ya kila siku. Sio kwenda kanisani na nguo ndefu alafu kitoko unaenda kuvaa vimini. Amen. Sio hivyo. Unajua moja eneo ambao Waislamu wamefaulu sana hawa ndugu zetu ni kwenye mavazi. Amen.
kwenye mavazi. Amen. Lakini hilo halitoshi. Haleluya. Kwa sababu unaweza ukawa vizuri nje lakini ndani moyo wako una vitu vingi. Ndio tuna watu hao pia makanisani, anavaa vizuri lakini kuna vitu bado anaishi. Haleluya. Wokovu wa kweli ni pale Yesu anapokuwa Bwana. Kuwa Bwana maana yake ni nini? Unajua mtu akiwa bwana wako maana yake ni nini? Unafuata maelekezo yake. Unatii kile ambacho anasema. Uwezi ukasema Yesu ni Bwana alafu unaishi maisha ambayo ni ya dunia, maisha ambayo unaendeshwa. Unalewa, ni mzinzi, korofi, una hasira, hutaki kushindwa, we ni ugomvi. Ukiambiwa kitu kidogo tu, ukitaka kujua hujaokoka vizuri ni hasira pia. Ghadhabu, uchungu, hasira. Ukiambiwa hiki na hiki, mkipishana kwenye maelezo madogo tu, tayari umeshamtishia mtu kumuua. Ni tafsiri ya mtu ambaye bado hajaokoka, hata kama anaenda kanisani. Haleluya. Na swala la kuokoka sio swala la dini. Wokovu ni mpango wa Mungu kwa wanadamu wote. Amen. Haleluya. Maandiko yanasema jinsi hii Mungu aliupenda sana ulimwengu. Ulimwengu ni mimi na wewe unayenisikiliza. Bila kujali dini yako. Hiyo dini haikuwepo. Hakuna mahali kwenye Biblia au mahali popote utaona Mungu akianzisha dini. Ni watu walianzisha hiyo dini. Kwa sababu mwanadamu ameumbwa na roho. Na roho kazi yake namba moja ni kuabudu. Yaani roho inafurukuta kutafuta Mungu wa kumwabudu. Ndio maana wazee wetu wakaanza kuabudu miti, mawe, kwa sababu ya roho iliyo ndani ya mwanadamu. Sasa kwa sababu mwanadamu alikuwa na kiu hiyo, watu wakaanza kujitengenezea miungu yao. Watu wakaanza kuja na dini zao. Hapa ndio utaona hizi dini zinazokuja. Naona nawaambia watu Kristo sio dini, ni imani. Ingekuwa dini, ukiitwa tu Mkristo basi tayari ni Mkristo. Amen. Uhitaji kuamini. Amen. Unakuwa Mkristo mlevi. Mkristo mlevi, Mkristo mzinzi, unajiongezea tu title mbele. Kwa sababu Kristo sio dini, maana yake ni nini? Ni imani. Kama hauna imani, hii niliotoka kukuambia, maana yake wewe sio Mkristo hata kama unaingia kanisani. Haleluya. Amen. Nataka nikwambie wanadamu kwa sababu ya kiu ya kumtafuta Mungu wakabuni kitu kinaitwa dini. Dini ni mpango wa wanadamu kumtafuta Mungu. Bahati mbaya sio lazima awe Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Kwa kuna watu mpaka leo wana dini zao lakini hazimwamini Mungu aliyeumba mbingu. Yaani wanaabudu miungu na hawajui. Haleluya. Amen. Hawa ni watu ambao wanainama kwenye milima, wengine wanaingia kwenye nyumba, mahekalu, na wengine hatuwezi kuyataja. Haleluya. Amen. Sema amen. Hawajajua Mungu yupi, wanamtafuta Mungu. Ndio ukiona mtu anaenda kuabudu mizimu ya kwao, usimlaumu. Roho yake inatafuta Mungu. Amen. Inatafuta tumwabudu nani? Nebukadneza alikuwa anaabudu miungu ya Babeli. Haleluya. Alikuwa anatafuta Mungu yupi amwabudu, akaangukia huko. Anakutana na mtu anaitwa Danieli. Huyu Danieli anamchukua sasa, baada ya kukataa kusujudia ile miungu yao, wanamrusha kwenye moto, tanuru la moto. Haleluya. Alafu na wale wenzie, kina anashangaa mfalme, mbona huyu haungui? Kuna nini? Akagundua Danieli ana Mungu mwingine ambaye ni mkubwa zaidi ya Mungu wake. Akaamuru sasa kwamba kuanzia leo Mungu huyu aheshimiwe. Maana yake ni nini? Huyu alikuwa anatafuta Mungu. Kwa hiyo kule Babeli kulikuwa na dini. Ndio. Dini ni lengo lake ni kumtafuta Mungu. Anaweza akawa wa uongo na inaitwa dini. Na ndio maana wale waliowatupa Danieli kabla hawajafika wao waliungua. Kwa sababu walikuwa hawana Mungu. Hawana Mungu. Usipokuwa na Mungu haya maisha ni magumu sana. Utabadili waganga wote na hawatakusaidia. Amen. Maana huyo shetani aliyekufunga na yeye kuna kitu anakitaka. Hataki hasara. Haleluya. Na ukienda kwa mganga ya kusaidia kuna kitu amekichukua. Hakuna mganga anayesaidia watu. Ndio. Kasome ile Yohana 10:10. Shetani ana kazi tatu. Kuiba, kuua, amen, na kuharibu. Na mganga yoyote ni wakala wa shetani. Ndio maana hawana Roho Mtakatifu. Hata kama utamkuta na Biblia, hata kama utamkuta na nini, hayo ni maigizo tu. Maana Biblia kama hauna neno la Mungu, hayo ni maandishi tu kama vitabu vingine. Ndio maana hadi washirikina siku hizi wanasoma. Mtoto wa Mungu, ukweli ni huu hapa. Kama hujampokea Yesu jumla, upo kanisani unasema nimeokoka, lakini bado maisha yako hayaonyeshi Yesu ni Bwana.
leo nitakuongoza sala ya toba. Amen. Usidanganywe na kukaa kwenye kiti hicho kizuri. Unajua siku ya mwisho tutashangaa sana. Kuna watu ambao watu wanaamini kabisa hawa mbinguni moja kwa moja, lakini wana dhambi zao za siri. Hizo dhambi ni kwa sababu Yesu hawajampokea jumla. Hayuko ndani mwao. Wanaigiza. Wanataka kuonekana watakatifu nje. Wanavaa nguo nje zinaonyesha utakatifu, lakini mioyo yao ina wivu. Yuko tayari kutongoza na kumkubali mwanaume yoyote na ameolewa. Wala hawazi mara mbili. Na kuna mtu anajilengesha. Haleluya. Yaani kuna mtu anajilengesha kabisa atongozwe. Na yeye anaamini kwamba ameokoka. Mtoto wa Mungu, leo nimekuja na habari njema kwamba msalaba ni ushindi dhidi ya dhambi. Kabla mtangazaji hajaingia hapa, nataka nikupe maswali mawili ujiulize. Ni nini kimefanywa kwako mpaka dhambi ukaishinda? Yaani ni nini umefanya mpaka dhambi ukaishinda? Kwa sababu kama huna jibu unamhitaji Yesu. Hakuna tekniki ya duniani utaitumia kushinda dhambi nje ya Yesu Kristo. Namba 2, je, mwanadamu anaweza kuishinda dhambi kwa nguvu zake? Haiwezekani. Ndio maana kwenye Agano la Kale au watakatifu wote walitenda dhambi. Ibrahimu alichukua ajili. Huyo Ibrahimu alianza kuongeza wanawake kwa sababu Yesu, damu ya Yesu ilikuwa haijamwagwa. Yesu alikuwa hajajidhihirisha hapa duniani. Tunamwona Daudi na moyo wake wa kumpenda Mungu bado anazini na mke wa mtu. Tunaona watakatifu wote kuna mahali Ibrahimu anasema uongo, Isaka, Yakobo, tunawaona kuna mahali wanakuwa waongo. Lakini watakatifu kwa sababu gani? Dhambi ilikuwa bado haijashindwa kwa sababu Yesu Kristo alikuwa bado hajafa msalabani na hajafufuka. Amen. Okay, kupitia namba 0718736958 0718736958. Hebu tutumie ujumbe mfupi sasa. Tutakuja kusoma huko baadaye, muda bado kidogo, na ujumbe wako ni muhimu sana. Tuambie unasikiliza kipindi ukiwa wapi, tuambie ni jinsi gani kipindi hiki kimekubariki. Lakini kama kuna swali lolote pia unaweza ukauliza. Inawezekana kuna sehemu hujaelewa, ila kama kuna sehemu nataka kuchangia au kuongezea, unaweza pia ukatuma ujumbe mfupi ukachangia ili tuelewe kweli tupo pamoja. Na kwa wale wanaohitaji kuombewa, wakati ndio huu. Wewe usikubali tu kubaki na shida zinazokusumbua. Usikubali kubaki na magonjwa yanayokusumbua. Hebu mpelekee shida zako Yesu ambaye hashindwi na jambo lolote. Umepeleka shida zako kwa wanadamu ambao wameishia kukutapeli tu, wakati mwingine wameumeliwa sana pesa, au wakati mwingine ushenda ng'ombe wengi, kondoo, ushenda hospitalini huko, umelipa mahela mengi mpaka ukaandikiwa na nini referral uende India huko milioni 80. Hatuhitaji hela yako, ukija dakika 5 Yesu anakuhudumia vizuri. Lakini nashangaa watu wanakuwa wagumu. Yaani hapa kuna mtu anatusikiliza, yani ana matatizo kama yale yani. Kabisa. Kitendo tu cha kuandika message anazuiwa kuchukua. Unajua adui shetani moja ya kazi yake ni hiyo. Unasikia lakini unaona msaada huu hapa, lakini bado kuna kitu kizito ndani yako. Anakusahaulisha muda mwingine. Wengine wanakuja kututafuta baadaye. Kuna mwingine nimemwombea juzi. Alisema anatoka Minala miwili. Yes, kuna dada nimemwombea. Nadhani huyo dada huwa anatumatuma message huko. Okay, sawa. Kwa nikawa nimemwombea, nikampa maelekezo, nikamwambia tumekufungua eneo la kwanza, njoo kanisani Ijumaa. Lakini bahati mbaya hakufika. Okay. Lakini wakati namwombea yale maroho yakalipuka huko. Alitapika, anajua yeye alitapika vitu gani. Okay. Lakini ni mtu ambaye amekuwa anatusikiliza redioni hapa kwa muda mrefu. Sawa. Lakini amekosa ile imani, ile kudhubutu kusema sasa nitapiga simu, sasa nitaenda kanisani. Na kama unanisikiliza na unawaza pengine ndani mwako umeguswa kufika madhabahuni, kesho saa 4 asubuhi tuna ibada pale Mbweni Matrekta, saa 4 asubuhi Mbweni Matrekta, hospitali ya meno,
au Bati Jekundu. Hivyo vituo vyote vipo karibu sana. Ukishuka hapo inakuwa baraka na Mungu atakusaidia. Na tatizo lolote ambalo linakusumbua, Yesu yuko tayari kukusaidia. Wale wenye kiu, unajua kuna watu, Roho Mungu alisema na mimi akaniambia nina watu wengi sana huko. Wanatafuta mahali pa kuabudu. Wapo wengi, wengine ndio wananisikiliza hapa. Ana miaka 3 amekaa tu nyumbani. Huu ni mwaka wa 2 na ili anga ndio linamzuia kabisa. Kama unanisikiliza, nataka nikushuhudie, Yesu anakuhitaji na utakutana naye. Amen. 0718736958 0718736958. Tutumie ujumbe mfupi huko, baadaye tutakuja tusome ujumbe wako. Sawa. Haleluya. Amen. Amen. Namba yangu ni 0655134105. Unaweza ukaandika kwenye simu yako au kwenye karatasi 0655134105. Hii ni namba ya huduma. Na wewe ambaye unaguswa, umebarikiwa na unahitaji pengine kutoa sadaka, unaweza ukatumia namba hiyo hiyo na Mungu akubariki sana. Hatuna utaratibu wa kuomba sadaka kwa sababu hatutaki uanze kuona tunakuja kutafuta hela. Amen. Japokuwa tunalipia hivi vipindi sio bure. Ya tunataka uwe free kwa sababu shetani kuna muda atakuletea wazo wapigaji wa hela. Kwa tutaki shetani apate nafasi. Kwa kama unahisi kubarikiwa na ndani mwako unasikia kutoa sadaka, tunakukaribisha na Mungu akubariki sana. Amen. Sasa naomba tu nimalizie hizi dakika chache kabla hatujaomba. Na kama umenisikiliza kuanzia mwanzo, naomba tamka maneno haya. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Ninaomba nisaidie kuamini. Kwa jina la Yesu. Nguvu yoyote ya adui inayonizuia ndani ya moyo wangu, iniachie sasa. Ninaangusha kila ukuta, kila nguvu inayopingana na mimi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nguvu yoyote inayopingana na mimi iniachie sasa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sasa nataka niseme kitu kimoja ambacho kitatusaidia. Amen. Amen. Ukweli ni kwamba kwa sababu ya dunia tulionayo, moja ya mtindo ambao upo wa kumtafuta Mungu ni dini. Kwa hiyo wengi wamejikuta wapo kwenye dini. Sasa baada ya kuingia kwenye dini, lazima ujue kwamba dini haitakupeleka mbinguni. Kama utaingia kwenye dini yako na kuiga maisha ya watu wengine, hiyo dini haitakusaidia. Ukisoma ile Yohana 14:6 nasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Sasa lazima ujue tunaposema njia tunamaanisha dini. Kwa hiyo dini ni njia. Yesu anaposema mimi ni njia, anasema mimi ni dini hiyo unayoitafuta. Maana yake ni nini? Dini yoyote utakayoipata bila kumpata Yesu, hiyo dini haiwezi kukusaidia. Hiyo dini itakusaidia ikiwa hiyo dini ni Yesu. Kwa maana nyingine, ikiwa hiyo dini inamwamini Yesu. Nje ya hapo umepotea. Hakuna wokovu. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mtoto wa Mungu, nataka nikwambie, dini yako ni nzuri, lakini ikiwa dini yako sio Yesu, bado hujaipata dini. Kuna watu wapo kwenye dini zao na wanadhani wanamwamini Yesu na wanaamini dini zao kuliko Mungu, na kwa sababu hiyo hawa ni watu waliokosa mbingu. Dini ingekuwa hivyo ni rahisi sana. Tungechagua tu dini moja tukaenda wote kujikusanya. Alafu tukanyakuliwa wote mbinguni, peponi. Amen. Lakini haiko hivyo. Lazima ulipe gharama ya kumwamini huyu Yesu. Kama hujamwamini huyu Yesu, maana yake ni nini? Unaweza kukaa kwenye dini yako na ukaenda motoni. Ingekuwa ni dini, basi kungekuwa na dini moja ambayo ngoja nikwambie, haijalishi ni dini gani na jina gani, hao wote kwenye dini hawataenda mbinguni wote. Kwa sababu gani? Mungu haangalii dini, anaangalia mioyo ya watu.
Unajua mtu anaweza akawa Mtanzania lakini moyo wake wala hauko Tanzania. Kwa hiyo unamuita tu Mtanzania lakini kiukweli moyo wake unasema mimi ni Marekani. Kwa hiyo kuna mtu anajiita Mkristo lakini wala sio Mkristo. Kuna mtu anajiita hiyo dini anayojiita lakini wala hayupo. Amen. Amen. Lazima tujue dini hazitatupeleka mbinguni kama tumemkataa Yesu. Dini yoyote ambayo haikuonyeshi Yesu haiwezi kukusaidia. Amen. 0655134105. Huyu Yesu ambaye aliacha mbingu akaja duniani kwa ajili yetu, leo hii anataka kuongoze sala ya toba. Kuna mama mmoja aliwahi kunitafuta akiwa anaumwa sana. Kwanza mtoto wake alikuwa anaumwa sana. Akanipigia simu, akasema mchungaji, mimi siamini kwenye imani ulionayo. Nikamwambia hakuna shida. Yesu alitufia wote. Japokuwa siku ya hukumu hata angalia wote. Amen. Amen. Kwa hiyo nikamwambia tunaweza kumwombea huyo mtoto. Tukamwombea. Yule mtoto alikuwa analia muda wote, akawa amepona muda ule ule na akaacha kulia. Baadaye Mungu akataka nimwombee. Wakati namwombea, kumbe yeye ndo alikuwa na matatizo zaidi ya mtoto. Baadaye akajisikia ndani yake niongoze sala ya toba. Anataka kumpokea Yesu kama Bwana. Baada ya kuwa nimemuongoza ile sala ya toba, moja ya kitu ambacho aliniambia ni nini? Sijawahi kusikia amani kama hii. Haleluya. Najisikia kuzaliwa upya. Kuzaliwa upya ni kitu cha kibibilia kabisa. Ukisoma Yohana 4:3, yoyote ambaye anampokea Yesu anazaliwa upya, anafanywa kuwa kiumbe kipya. Kuna amani utaipokea hujawahi kuipokea. Kuna amani, yaani unaweza kuwa huna hela lakini una amani. Ndio maana huwezi kumkuta mtu anayemwamini Yesu ana hasira. Huyo bado hajaokoka vizuri. Hawanaga hasira. Mimi unaweza kunitukana, lakini kukukasirikia ni kitu ambacho hakipo. Impossible. Kwa sababu nimeagizwa na Yesu, wapendeni maadui zenu. Yoyote ambaye ampendi adui yake, huyo hajaokoka bado. Mtoto wa Mungu, wewe ambaye unasikia ndani mwako kuhukumiwa, kuona kama umekuwa unaishi maisha ambayo yampendezi Mungu, pengine umekuwa unaamini kitu ambacho ukijui, umekuwa na wasiwasi, una dini yako ndio, lakini ni kama vile uamini, ni kama vile kuna vitu unajiuliza. Nataka nikwambie, ni Mungu anasema na wewe, anakuambia mwanangu, ulipo kuna shida. Sasa weka mkono wako kifuani, kuna maombi mafupi. Wewe ambaye umekubali kumpokea Yesu kutoka ndani ya moyo wako, ule upendo wa Mungu saa hii, kuna mwingine anasikia kama machozi, ni tafsiri ya upendo wa Mungu. Yesu leo anataka kuhamisha dhambini, akulete uzimani, akutoe kwenye giza, kulete kwenye nuru. Weka mkono wako kwenye moyo, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, siku ya leo nimeamini neno lako, nimemsikia mtumishi wako, na nimeamua kuokoka, ninatubu dhambi zangu, ninatubu uovu wangu. Bwana Yesu, ninaomba unirehemu, unisamehe dhambi zangu. Siku ya leo ninamkataa shetani, nitakase Bwana, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, na uliandike katika kitabu cha uzima. Kuanzia sasa ninamkiri Yesu kama Bwana. Ninaamini moyoni mwangu kuwa ulikufa na kufufuka. Yesu nisaidie, nipe amani, nguvu zako zinifunike sasa. Uchungu na hasira, huzuni iliyokuwepo haipo tena, katika jina la Yesu. Nguvu yoyote ya ninaikataa. Ninakataa madhabahu za giza. Ninakataa maagano ya giza kwa jina la Yesu. Amen. Mpigie Yesu makofi popote ulipo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naomba kabla tujamaliza tusikilize pengine jumbe za watu, na Mungu atatusaidia hapo mwisho. Okay, kama bado hujatuma ujumbe mfupi, basi tutumie kupitia namba 0718736958, 0718736958. Hii ndio namba ambayo leo inatumika kwa ajili ya kupokea ujumbe wako. Kwa hiyo kama bado hujatuma, basi unaweza ukatutumia muda huu na tunaenda kuzisoma. Okay, huyu anasema